Waziri Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka amewataka viongozi waliopewa dhamana ya kusimamia utoaji wa fedha za mikopo kuzingatia usawa wa utoaji wa mikopo hiyo ili kuleta matokeo chanya kwa vijana. Waziri Nanauka ametoa agizo hilo jijini Mwanza wakati akizindua jukwaa la vijana mkoa wa Mwanza linalolenga kuwapa vijana nafasi ya kubadilishana ujuzi na uzoefu katika masuala mbalimbali pamoja na fursa za kiuchumi na kijamii. Na kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais ambao na mimi nimeendelea kuyasimamia, ameagiza kwanza kuwe na uwazi katika upatikanaji wa taarifa. Naomba nitumie kwa hili kutoa wito kwa viongozi wote ambao wamepewa dhamana ya kusimamia na kutoa taarifa kuhusiana na fedha hizi. Huko nyuma kumekuwa na changamoto, taarifa zinawafikia vijana wachache na wanaofaidika pia wamekuwa ni wachache, wakati mwingine ni wale. Tunataka jambo hilo lisijirudie, taarifa zitolewe kwa makundi yote ya vijana na hakikisha kila kijana anapata taarifa. Lakini pia usiwe na upendeleo wa namna yoyote yule inapotolewa fedha hizi. Kijana yoyote akitimiza sifa, akiweza kukidhi vigezo kama ilivyoelekezwa, anatakiwa pia awe mfaidika, kwa sababu fedha hizi ni za Tanzania na ni za vijana wote, bila kujali itikadi, bila kujali wako wapi na bila kujali wanafanya nini. Kila kijana Mtanzania ana haki sawa. Hapa mkuu wa wilaya Nyamagana Amina Makiragi anatoa salamu za mkoa wa Mwanza. Sisi mkoa wa Mwanza tumepata fedha za Kitanzania zaidi ya trilioni 5.3 zimekuja hapa kwa shughuli mbalimbali za maendeleo. Ujenzi wa JPM zaidi ya bilioni 700. MV Mwanza hapa kazi imeshaanza kazi zaidi ya bilioni 100 na milioni 20. Fedha za miradi mbalimbali ya kimkakati kuna trilioni 5.3. Ninayofurahi kujulisha katika miradi hiyo pia ilikuwa ni fursa kwa vijana. Baadhi ya vijana walipata ajira, wakapata mitaji, wameendesha maisha yao na familia. Lakini baadhi ya vijana miradi haikuacha hivi hivi. Hapa leo ninapozungumza tunao vijana wa Mwanza kupitia ujenzi wa mradi wa meli ya MV Mwanza ambao juzi tu Mheshimiwa Waziri Mkuu ameizindua. Tumepata wataalamu mpaka mainjinia wa kusuka meli hapa Tanzania. Kwa upande wao, baadhi ya vijana wameomba serikali kuondoa urasimu katika utoaji wa mikopo ili vijana wengi wanufaike. Kwa mfano kama mimi hapa sikuwa najua kuhusu hizo mikopo, kama hizo pesa ambazo zimetolewa leo sikuwa najua, lakini ambacho naweza kuwashauri ni kwamba waanzishe kama program ambazo zinaweza kutufanya sisi tukawafikia watu kama tulioko vioni, wakawa wanaanzisha kama ni seminar, training au chochote kile ambacho kinaweza kufanya sisi tukawa tunajua, tukawa tuna uelewa kuhusu kitu kilichotokea, kama kuna fursa hizi, kuna mikopo, kuna nini kama hivyo. Mimi ningependa kumshauri waziri ambaye ameweza kuandaa pamoja na serikali kwa ujumla kwamba waweze kuleta mikakati thabiti ambayo kama wameamua kweli kutoa fursa kwa vijana kama mikopo, wanatakiwa waje na sera zao, kwamba labda ni vijana wote kwa ujumla walete utaratibu ambao utaweza kuwasaidia wote vijana kuweza kupata huo mkopo pasipo kubagua, kwa sababu sasa hii inaonekana ni kama imewalenga watu fulani. Kwa hiyo inabidi watuletee utaratibu ambao utakuwa ni mzuri, ambao kila kijana atahakikisha anapata mkopo. Wadau wa maendeleo wanaona fursa ya elimu kwa vijana inapaswa kuyafikia makundi yaliyopo kwenye jamii. Tulitegemea maafisa vijana kuanzia ngazi ya mkoa watoke ofisini waje chini kuja kuzungumza na vijana. Mfano sasa hivi kuna hili jukwaa la maendeleo ya vijana kama hii youth platform ambayo tumekuja kuiona leo. Hii ni jukwaa tu ambayo tunakuja kuongea, tukimaliza what next? Tunatamani kuwe na mkakati ambao kutokana na hili jukwaa basi hawa maafisa vijana walioko wizarani na walioko ofisini hapa mkoani, wilayani, watoke waje waseme na vijana, kuwapa elimu ya moja kwa moja. Na hii ni fursa kwetu sisi vijana kuona waziri anafika eneo kama hili na kuweza kusema yale ambayo alionayo kama kijana, lakini pia kuongea na vijana, na hasa amegusia jambo moja kubwa. Vijana wengi tuna mwamko wa kuajiriwa tu. Sasa ni jukumu letu sisi vijana kuchangamkia fursa kuweza kujiajiri wenyewe.